Asante kwa kuimba wimbo huo wa Liko Lako. Wimbo huo kwa Kiingereza kwenye chorus. Nikiimba kwenye chorus pale napata shida. Natia napata machozi yanatiririka. Sijui kama nakumbuka wengi kwenye kitabu kile cha Kiingereza kwenye chorus. Inazungumzia ikiwa milisi ya mtu. Ikiwa milisi ya nini? Kwa Kiswahili ni kama mtakatifu. Lakini kwa Kiingereza ukisema Mungu anikiwa milisi ni kama ni mtakatifu, ni mtu mwema. Hebu tuende kwenye chorus kwa Kiingereza. Hata nje ya kwanza tufunge mambo pamoja. Wale wanachuta wapige makofi mengi. Yaani neno ya Mungu tupo hapa, neno ya Mungu. Tulisikia jana tupo hapa, neno ya Mungu tu. Si haki yetu. Haleluya. Ninawasalimu katika jina la Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Wala kuna watu ameshinda. Asante kwa ajili ya ujenzi wa kanisa hili nzuri sana. Asante kwa ujenzi. Hata kama majina yenu hayaonekani, lakini matendo yenu yanaonekana. Hebu mshangilie Bwana. Wanatamani wengine wangefanya hivi, lakini Mungu hajafungua mlango. Ninyi amefungua mlango wa kutumikia Mungu kikamilifu. Haleluya. Kuna wengine wamelala ambao Mungu anashika nao, kuna wengine wanainuka, na wengine wanaendelea. Haleluya. Tunamtangaza Kristo katika mji wa Kenya kama hivi. Sisi kama kuna jengo zuri kama hii hapa wilaya ya Kenya lipo. Rubele bado hawajaanza sisi. Wanatafuta nao wafanye kwa wengine kama Kikuyu na wao. Na ilenge kule kama Dar-es-Salaam. Kwa nini Mungu ametangulia kujifunua kwenu na kuwaita tumikie Bwana. Haleluya. Ninaleta salamu za kifamilia, wanajua niko hapa leo. Nashukuru Mungu sana. Tumepata kibali katika Mungu. Asante kwa ajili ya ibada ambayo mmeandaa kuzindua maombezi. Nilipopata mwaliko huu nikapata shida, nitafanyaje? Wanazinduaje? Sijazoea kufanyaje. Ila nimezoea kuona wanaitili wanafanya nini. Mshirika wa itili sana pale Mbeya. Maana mimi mshiriki wa sehemu ya jimbo la Kusini Magharibi na hapa. Kwa hiyo sasa tunaangalia katika uzee tunafanyaje. Basi nikachagua neno ambalo ni tutembee pamoja nani. Mko tayari jamani? Mko tayari? Mko tayari? Na mimi nimesamehe nina kigugumizi. Lakini katika kigugumizi yangu nataja mambo machache. Mengine naacha nataja mambo. Labda mtu wa kigugumizi anasikia. Kitabu cha Matendo ya Mitume. Kitabu cha Matendo ya Mitume. Matendo ya Mitume
kuna sura ya 4 tukisoma kuanzia mstari wa 32 tusome mpaka 34. Mtaruka tena sura ya 5 kuanzia mstari wa 1 tufike mstari wa 10. Matendo ya Mitume sura ya 4 mstari wa 32 mpaka 34. Halafu Matendo ya Mitume sura ya 5 wale wa kwanza mpaka wa 10. Na utakuja kusoma na jamii ya watu walioamini walikuwa na moyo mmoja na roho moja, wala hapana mmoja aliyesema ya kuwa kitu chochote alicho nacho ni mali yake mwenyewe, bali walikuwa na vitu vyote shirika. Na mitume wakatoa shuhuda wa kufufuka kwake Yesu kwa nguvu nyingi, na neema nyingi ikawa juu yao wote. Wala hapakuwa na mtu mmoja miongoni mwao mwenye mahitaji, kwa sababu watu wote waliokuwa na viwanja au nyumba waliviuza wakavileta thamani yake ya vitu vile vilivyouzwa. Sura ya 5. Lakini mtu mmoja jina lake Anania pamoja na Safira mkewe aliuza mali, akaizuia kwa siri sehemu ya thamani yake. Mkewe naye alijua, akaleta fungu moja akaliweka miguuni pa mtume. Petro akasema, Anania, kwa nini shetani jaza moyo wako kumwambia uongo Roho Mtakatifu na kuzuia kwa siri sehemu ya thamani ya kiwanja kilipokuwa kwako? Haikuwa mali yako, na kilipokuwa kimekwisha kuuzwa, thamani yake haikuwa katika uwezo wako? Ilikuwaje hata ukaweka neno hili moyoni mwako? Hukumwambia uongo mwanadamu, bali Mungu. Anania aliposikia maneno haya akaanguka akafa. Hofu nyingi ikawapata watu wote waliosikia haya. Vijana wakaondoka wakamtia katika sanda, wakamchukua nje wakamzika. Hata muda wa saa 3 baadaye mkewe akaingia, naye hana habari ya hayo yaliyotokea. Petro akamjibu, niambie, mlikiuza kiwanja kwa thamani hiyo? Akasema, ndiyo, kwa thamani hiyo. Petro akamwambia, imekuwaje hata tukapatana kumjaribu Roho wa Bwana? Angalia, miguu yao waliomzika mumeo ipo mlangoni, nao watakuchukua nje wewe nawe. Mara akaanguka miguuni pake akafa. Wale vijana wakaingia wakamchukua, wakamkuta amekufa, wakamchukua
nje, wakamzika pamoja na mmewe. Hili ndio neno la Bwana. Hili ndio neno la Bwana. Neno la Bwana linatupeleka kwenye kanisa lile changa la kwanza, kanisa changa ambalo kanisa la changa liliwekeana mikakati namna ya kulitunza kanisa hili, na waliendelea vizuri. Nasema kanisa liliendelea kukua. Sasa katika kukua kwake, Mungu anasema Anania na Safira waliamua kuuza eneo na kupeleka kwa mitume au kupeleka kwenye barabara. Lakini kabla hajafika kule, roho mbaya ikaingia. Nasema hii hela kubwa sana, hatuwezi kupeleka yote. Wakagawa sehemu, wakaipeleka kwenye madhabahu ya mitume. Roho Mtakatifu akamwingia Petro, akaona mambo aliyofanya. Akamuuliza Petro, akamuuliza Anania, kwa nini umezuia? Kwa nini umezuia? Hebu sema ni wote, kwa nini umezuia? Kwa nini umezuia? Kwa nini umezuia? Kwa nini umezuia? Nasema kiwanja kilikuwa chako, fedha zilikuwa zako, ugawa ulikuwa pako. Kwa nini umezuia? Niliongea jana na mama mmoja, akasema anatengeneza, sijasema mapomoda akasema anatengeneza vibanda. Huyo mama anaanza kutembelewa, akasemesha na Mungu, kwa nini unanizuia kuhusu vibanda vyako? Anaweza kwenda ofisini, kwa nini unanizuia kuhusu kazi ya ofisini? Kama ni askari, kwa nini unafanya hivyo? Sasa wale akawatokea kwa njia ya Petro, kwa nini nasikia furaha hizi Mungu anapotenda nao? Tusikie sauti ya Mungu, tuseme nani atafungua baraka kwetu. Haleluya! Kanisa yuko tayari kutuhudumia, yuko tayari kutuhudumia nini? Yuko tayari kuhudumia wewe, kwa nafsi na kwa kizazi kinachofuata. Fungua mlango wako, umsikie Mungu akusemesha katika safari ya kwenda mbinguni. Fungua mlango, sikia Mungu anakusemesha kwa ajili ya huduma uliopewa sasa. Usibaki katika historia kwamba walifanya hivyo mpaka sasa Mungu anafanya. Tegemea muujiza wako mwaka huu, tegemea muujiza mwaka huu wako binafsi wako. Haleluya! Kama naamini, piga makofi mengi. Tusali kwa bidii. Kama ni kuomba, tuombe kwa bidii. Kama ni kusifu, tusifu kwa bidii. Kama ni kutenda, tutende kwa bidii. Na Mungu atubariki tunapofungua ibada ya maombezi kwa mwaka huu. Haleluya! 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 Haleluya kanisa! Haleluya kanisa! Haleluya kanisa! Wanaume wenzangu, kule kwetu nilikolelewa, nilikozaliwa kule Mbeya, kuna umoja wa wanaume, kuna nguvu.
Sasa mimi nimeleta darasa hapa, nataka nafungua sasa, naanza kufungua maombezi. Naomba wanaume wenzangu waniunge mkono hapa kwa hasa yake, nafungua mlango wa maombezi, weka chombo pale ili msitoe wanaume, msitoe bahasi, wekeni tu pale. Tunaomba praise kwaya ile tukifungua maombezi haya. Hili ndio limemaliza mipango